Nafasi ni hiyo kwamba kwanza kwenye kufanya kilimo kichangia 30% ya uchumi. Maana kilimo kikue kwa pengine 8 mpaka 10, tafsiri yake ni kwamba ni uwekezaji mkubwa zaidi kwenye maeneo ya umwagiliaji kutokana na mabadiliko makubwa ya tabia nchi, lakini vile kuongeza kupunguza upotevu wa mazao, post harvest losses, kupunguza upotevu mkubwa wa mazao ambao kwa sehemu unachangiwa na ufanisi wa maghala. Unapokuwa na ufanisi wa maghala unapunguza nafasi ya upotevu wa mazao, na kwa sababu hiyo kimsingi unapoongeza mechanization, unapoongeza ile mechanization kwenye agriculture unapunguza post harvest losses. Sasa yote hii inahitaji technology ambayo ni sehemu ya ubia, na nimetoa mfano wa eneo la irrigation kuonyesha kwamba kiasi gani ambacho kinatakiwa kwa ajili ya kufika hilo lengo. Eneo la irrigation peke yake unaona inahitaji $20 billion investment, $4 billion per annum. You can see namna gani ambavyo ubia ni lazima, na kwa sababu hiyo mkakati ni huo wa kuhakikisha kwamba hizi fursa zinatangazwa ili watu wa ndani na wa nje waweze kushiriki kwenye eneo hili ili kusudi kuweza kufikia ukuaji huo wa kilimo ambao sio chini ya 10% kwa mwaka, lakini kufikia sasa mchango huu mkubwa wa kilimo kwenye uchumi. Kwa hiyo maeneo makubwa ni hayo ya ujenzi wa miundombinu kama ya uhifadhi, lakini pia ujenzi wa miundombinu kama hiyo ya umwagiliaji, lakini vile kama nilivyosema kuna ujenzi wa kwa mfano bandari ya uvuvi ambayo imejengwa ni kubwa ya kisasa kuliko zote Afrika Mashariki na ya Kati. Ufanisi wake ni muhimu sana kwa sababu inaweza ikawa kubwa lakini management yake ikawa mbovu na ikawa kitu ambacho ni chukizo, ni kubwa kinachukiza kwa sababu ya inefficiency yake kwenye governance. Kwa hiyo sasa hizi wizara ya uvuvi inakwenda kumpata mwekezaji wa kuendesha bandari hiyo ya uvuvi kubwa kuliko zote kusini na mashariki na kati, na meli hizo sasa intervention kwamba zinaweza kwenda kuendeshwa na kampuni binafsi kwa ajili ya kuleta ufanisi. Kwa kwenye uvuvi unaona wameenda mbele kwa sababu tayari sasa wana engage na investors. Kwenye huku magara ndio sasa wana identify potential ili waweze kufloat, lakini huku kwenye irrigation again ndio wako kwenye stage ya mkakati. Kwa hiyo it is true kwamba kuna kuchelewa katika wizara ya kilimo na hizi taasisi ambazo ziko chini yake kama maana ya tume ya umwagiliaji kwenye kutumia hiyo fursa, lakini bado hiyo hali imeonekana kwamba wanayo, lakini kama nilivyosema kwamba kwenye ubia sio lazima usubiri wa tume ya umwagiliaji watangaze, unaweza kwamba private company zione fursa zitangulie hata serikali au mamlaka ya serikali kama inavuta miguu.